Ziara hii ya kikazi ya kujifunza tangu juzi tulisafiri kutoka Moshi tukaelekea Dodoma. Jana tulikuwa Dodoma, tumezunguka Dodoma yote kwa maana jiji la Dodoma, na leo tuko barabarani tunaelekea Dar es Salaam. Tuko na waheshimiwa madiwani kama ambavyo wamezungumza, tuko na viongozi wa serikali kwa maana mwakilishi wa katibu tawala mkoa, katibu tawala wilaya, lakini pia Dodoma tulikuwa na waheshimiwa wabunge kwa maana mbunge wa viti maalum na mbunge wa jimbo. Kwa nini tuliamua kufanya ziara hii? Tuliamua kufanya ziara hii moja kuendelea kuongeza au kupanua uelewa wa pamoja namna gani tunapokwenda kufanya mabadiliko ya uwekezaji wa kiuchumi katika manispaa yetu ya Moshi. Manispaa ya Moshi ni miongoni mwa manispaa ndogo nchini, lakini manispaa ambayo ina fursa nyingi sana. Fursa ambazo baada ya kujitathmini sisi na baraza letu la madiwani tuligundua kwamba kuna haja ya kwenda kujifunza sehemu ni namna gani kwa kupitia mapato ya ndani, kwa kupitia wadau mbalimbali tunaweza kuwekeza kwenye miradi mbalimbali. Tunao miradi ya kimkakati ambayo tumetarajia na tunatarajia kuiendeleza. Kwa mfano, tunataka kujenga machinga complex. Tunajua mji wa Moshi una machinga wengi sana, lakini kwa bahati mbaya hatuna soko kubwa la machinga la kuweza kuaccommodate wote. Sasa tuliangalia ni wapi ambao wameweza kujenga machinga complex. Dodoma ni kati ya miji ambayo wamefanikiwa kujenga machinga complex. Lakini vile vile tunataka kujenga hoteli ya kitalii na hoteli kubwa ya kisasa ambayo itaweza kukizi haja za wanamoshi na wageni ambao wanaingia Moshi. Kwa hiyo tukatathmini kwamba Dodoma jiji wamejenga hoteli yao wao wenyewe. Kwa hiyo tukatamani tuje Dodoma tujifunze. Lakini tunataka kujenga business center, tunataka kujenga vitu vingi. Tuna mradi ambao wa kimkakati upande wa michezo, tuna Memorial Sport Arena, tuna majengo. Kwa hiyo tuna miradi mingi. Dodoma ni kati ya watu kwa miaka hii ya karibuni mapato yao yamepanda sana. Kwa hiyo tulifika jiji la Dodoma kugundua wenzetu wamefanikiwaje katika kuhakikisha mapato yanapanda. Vipo vitu vingine vya kujifunza vingi ambavyo tumejifunza. Tunaamini tukirudi kwetu tutawekeza zaidi na kuhakikisha tunaongeza mapato yetu. Tumekuja jiji la Dodoma, tumejifunza mengi. Tumeona wenzetu namna gani wanakusanya mapato, namna gani wamefanya uwekezaji, lakini pia ndani ya jiji la Dodoma wameweza kuwa na kampuni maalumu ya jiji ambayo inaweza kuwa ni sehemu ya chachu ya ukusanyaji wa mapato. Tumejifunza mambo mengi. Wakati tunaingia sisi madiwani kwenye baraza hili, makusanyo yetu ya halmashauri yalikuwa takriban bilioni 6 point something, lakini tunavyoongea leo tunapokwenda kufunga baraza hili makusanyo yetu yanafika bilioni 9.5 kuelekea bilioni 10 na point. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba tumefanya mambo makubwa, mafanikio yetu sisi ni makubwa, na hata hii tumekuja safari hii ni kujifunza ili tuweze kufika zaidi ya hapa. Na unavyotuona hapa tuko katika treni ya SGR. Yote ni katika kuhakikisha kwamba tunasafiri katika treni hii kuona utalii wa ndani, kuona yale aliyofanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vitendo yakiwa yanawafikia wananchi mmoja mmoja. Leo tuko kwenye treni ambayo tunasafiri kwa masaa 3 mpaka 4 kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam, kitu ambacho kilikuwa ni ndoto. Mimi nilikuwa nikisafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma tunakaa masaa 8 mpaka 9, lakini leo tunakwenda kwa nusu ya muda. Haya ni mafanikio makubwa, ni mambo ambayo lazima tumpongeze rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunampongeza kwa kuona hali halisi kabisa mambo yanavyoendelea. Kwanza napenda kushukuru ofisi ya mkurugenzi kwa maana mkurugenzi pamoja na mstahiki meya kwa kutupa nafasi hii kuweza kuja Dodoma kuweza kushuhudia miradi kama hii ya maendeleo. Kikubwa niseme kwamba serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana. Wale ambao wamekuwa wanasema kwamba serikali hakuna ambacho imekifanya, nadhani kwa waheshimiwa pamoja na watumishi wa serikali ambao wamekuja huku, tumeshuhudia mmoja mradi ambao ni mkubwa, mradi mkubwa kabisa, mradi wa kimkakati ndo huu. Ni wazi kwamba wale ambao wamekuwa wakisema kwamba serikali hakuna ambacho imekifanya, hakuna usahihi, kwa sababu tunashuhudia hapa mradi kama huu ambao umefanya mageuzi makubwa sana masuala ya usafirishaji. Katika ziara hii
tumepata fursa ya kuja kutembelea huu mradi mkubwa wa SGR. Kwa hakika mradi huu ni moja ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi uliopata kupata mafanikio makubwa sana katika miradi ya kimkakati. Mradi wa SGR ni moja kati ya miradi ya kimkakati ambayo imetekelezwa na chama chetu cha Mapinduzi na kusimamiwa na serikali yetu, ambayo imehakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati na kwa muda ambao umepangwa, kwa vipande ambavyo vinaendelea kufanywa. Pongezi zetu za dhati kwa rais wetu, na tunamwombea kila la kheri. Hatuna tunalomdai sisi, yeye ndo anatudai sisi mwezi wa 10. Mheshimiwa Mkurugenzi, tukushukuru sana. Tukushukuru sana dada yetu kwamba tumefanya kazi na wewe. Tunakwenda kuhitimisha miaka yetu 5 kwa namna ambavyo umekaa na sisi kwa miaka 5. Ungeweza kusema jamani mnamaliza nyenye nendeni. Lakini hapana. Mheshimiwa madiwani na mwenyekiti wetu wa chama na katibu na uongozi wa serikali, hebu tupate nafasi ya kutembea. Tumekuja tumeona kazi ya Mheshimiwa Rais. Ukisikia kwa watu wengine huwezi kuelewa, lakini ukienda kuona uhalisia unaona kwa kweli kuna kazi kubwa imefanyika. Na hilo mimi nikiri wazi, naomba tumpongeze Mheshimiwa Rais. Amefanya kazi nzuri. Ukweli lazima tuseme kama kiongozi na muhimili mkuu wa nchi amefanya kazi yake. Sasa ni sisi ambao tunatamani sana kusikia na kuchanganya ya kwetu ya uongo na ya ukweli, lakini uhalisia tumeuona. Sisi tunapongeza serikali, tunakushukuru mkurugenzi. Hizi siku 2 tumejifunza kuona, tumekuja jiji la Dodoma, tumeona kazi ambayo inafanyika, inatutia chachu sisi. Tunashukuru sana, tumepata elimu ya kutosha, tumetembelea mapato ya jiji la Dodoma na miradi mikubwa ambayo kwa kweli tumejifunza, ambapo tunaamini yale tuliojifunza tukienda kuyafanyia kazi, basi na sisi mapato yetu ya halmashauri ya manispaa ya Moshi yanaweza yakakua. Kwa hiyo tumejifunza mambo makubwa ya kutosha, lakini kubwa ambalo tunadhani litatusaidia zaidi ni mshikamano ambao umeonyeshwa na mkurugenzi wetu, ambao kimsingi ameujenga vizuri. Amejenga mshikamano kwa waheshimiwa madiwani, viongozi wetu wa serikali na chama. Kwa hiyo mshikamano ule endapo tutauendeleza, basi hakuna kinachoshindikana katika umoja.